Usiringie kipato kisa yule hajapewa, embu ikumbuke kesho muda utapowadia, mwili utaroa jasho roho yajachukuliwa, kwani si mali yako mwenyewe Mola jalia. Naam, niko maeneo ya Manzese hapa Midizini katika mtaa wa Mirambo. Leo kulikuwa na tukio kubwa sana katika maeneo haya kutoka kwa vijana wa Kitintale ambao wao waliamua kufanya jambo kubwa kabisa, jambo la dua kuwakumbuka wazee wao mbalimbali katika mtaa huu toka miaka hiyo ambao wamefariki na wale ambao wamefariki kipindi cha juzi na ndugu zao mbalimbali. Kwa hiyo moja kwa moja twende tukaungane na kiongozi mmoja katika vijana hawa ili tuweze kuongea naye mawili matatu kuhusiana na jambo hili kubwa kabisa ambalo wamefanya. Ni mimi mtangazaji wako Muzamil bin Omar almaarufu Kijungu. Naam, kama tulivyosema mwanzo, tuko maeneo ya Manzese, maeneo Midizini, mtaa wa Mirambo, na hapa tupo moja kwa moja na viongozi wa vijana wa Kitintale ambao wao wameamua kufanya jambo kubwa kabisa la kuwakumbuka wazee wao katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni jambo ambalo limekuwa kubwa kabisa, ni jambo la kihistoria kabisa. Nipo na viongozi wawili, kila mmoja atajitambulisha na baada ya hapo tutamuuliza maswali mawili ama matatu kutokana na hile ambalo wameliandaa. Karibu. Asante sana. Naitwa Ramadhani Jumanne Mazongera maarufu Chief Turam. Huyu Ramadhani Jumanne Mazongera maarufu Chief Turam. Luko mwingine upande wangu wa kushoto ni atajitambulisha na baada hapo tutaongea nao kidogo. Naitwa Abdalla Jumanne Mbalike almaarufu kama Yoda. Kama tulivyosikia, hawa ndio viongozi wakubwa wa vijana wa Kitintale ambao wao wameandaa jambo hili kubwa la dua la kuwakumbuka wazee wao wa eneo hili bila kuchagua huyu katoka wapi, huyu katoka wapi. Sasa moja kwa moja, Bwana Ramadhani, wewe kama ni kijana wa hapa na tunataka kufahamu na watazamaji wafahamu, mlifikiria nini katika kuliandaa jambo kama hili, lakini sio kawaida ya vijana wa maskani kuandaa majambo ya kheri kama haya. Nyinyi mlifikiria nini kuandaa jambo kama hili? Mimi ni mwanaharakati na nashukuru Mungu, sio hapa tu. Stori yangu ni ndefu sana. Nilipoanza nimeanzia Matembo, tofauti na Matembo nimeanzia Danger. Nimetoka Danger nimesaishi watu, tumetoka Danger tumefanya dua kwa wale watu, nimetoka hapo nimekuja Matembo. Tumetoka Matembo tumeenda Zuna, nimesaishi watu. Kutoka hapo nimeenda Mjapani. Hapa Kitintale ni nyumbani kwangu mimi, ndio nilipozaliwa mimi. Nikaona haiwezekani, tunafanya sehemu zote tunawasaishi watu, leo hii tunashindwa Kitintale nyumbani. Nyumbani ni nyumbani. Nimerudi nyumbani, nimeanza na ndugu zangu, nipo nao, tumeanza jambo, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Amenielewa vijana. Stori yake ni ndefu sana nikikupa. Paka vijana amenielewa. Yote jambo limefanikiwa kwa uwezo wa Mungu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kawaida ya mwezi mtukufu wa Ramadhani vijana wengi wanabadilika. Na wewe umekuwa mtu mkubwa katika kuwapa hamasa vijana katika kufanya mambo haya ya kheri. Lakini Ramadhani ndio inakwisha. Je, una mpango gani kwa vijana baada ya Ramadhani? Mpango wangu kwa vijana kabla ya Ramadhani, kwa sababu Mwenyezi Mungu yupo muda wote, sio kwa ajili ya Ramadhani tu. Sisi vijana tunakufa kila wakati. Natakiwa tumche sana Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Hatuna ujanja mbele ya Mwenyezi Mungu. Siku Mwenyezi Mungu akitujalia tufanye ibada. Ibada ndio jambo kubwa sana. Vijana wangu nawaisi sana kufanya ibada. Ibada sio ndani ya mwezi wa Ramadhani tu. Mungu hayupo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tufanye ibada. Ndio nawashauri sana vijana wenzangu tufanye ibada. Yeye mtazamo wake ni huo kwa vijana wenzie kufanya ibada katika nyakati zote, lakini tunaye hapa Bwana Abdalla, yeye naye atasema yale ambayo anataka kuwaambia vijana wenzake kutokana tupo ndani ya mwezi wa mtukufu wa Ramadhani, lakini Ramadhani inakwisha. Je, vijana anawaambia nini katika kipindi ambacho kinafuata? Mimi ushauri wangu kwa vijana ni kumrudia Mwenyezi Mungu ili tupate mwisho mwema, kwa sababu starehe za kidunia zinaenda na zinakwisha. Na ogopa sana ifike kipindi mwisho wako uwe mbaya. Ina maana ni tabu kwa Mwenyezi Mungu na hata mapokezi yake yanakuwa sio sahihi. Kwa hiyo wito wangu kwa vijana ni kama hivi, si kwa mwezi mtukufu, hata siku za kawaida, kwa sababu sisi ni Waislamu na tumezaliwa katika familia za Kiislamu na zinaijua dini, basi tufanye ibada na kila Mungu akitujalia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ama tuzidishe zaidi ya tulichokuwa tunakifanya mwanzo. Ndio kama hivi tuje kwenye mambo kama haya, tufutulishe, tutoe dhaka, tutembelee wagonjwa waliokuwa mahospitali ili kupata faradhi za Mwenyezi Mungu.
Kwa ni hayo tu ya kushauri tubadilike, maisha starehe hana mwisho, kwa sababu alianza na wazee wetu toka enzi za Skinde. Leo hii Skinde imekufa, lakini starehe nyingine bado zipo, FM Academia sijui mara nani, lakini swala la Mwenyezi Mungu limesimama pale pale, alibadiliki. Na hata ukiangalia Qur'an inaizungumzia, yani hata adhana inawadhiniwa Maka, inawadhiniwa China, ni hiyo hiyo moja, kwa amini kwamba Uislamu umesimama katika nguzo moja, ni kutekeleza yale aliyosema Mwenyezi Mungu na kinachosema kitabu chetu kitukufu cha Qur'an. Kwa sisi tumrudie Mwenyezi Mungu, tutende mema ili tupate mwisho mwema. Bana, hao ni vijana wa Kitintale na yuko mmoja ameongezeka sasa hivi, naye atajitambulisha na tutamuuliza swali moja ili kuweza kumaliza kipindi hichi. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Idrisa Selemani Haji. Mimi napenda kutoa shukrani kwa wote waliofika, wageni alikwa pamoja na wanachama wa Kitintale, kwa sababu bila nguvu zao na juhudi zao na imani yao tusingeweza kukamilisha hili jambo. Kwa hiyo nipende kuwashukuru wote na walioungana nasi, nipende kuwashukuru kwa sababu pia ukiangalia mwezi mtukufu unatusii tuweze kuwa na upendo, tuweze kushirikiana pamoja na tuweze kuwasaidia watu wengine. Kwa kama tunaweza kulifanya hili jambo, basi ni mwanzo wa mambo mengine makubwa ambayo watarajia kutoka kwetu sisi Kitintale. Kwa mimi kama mwenyekiti na viongozi wangu, basi tunapenda sana kunashukuru. Nadhani na Mungu atujalie hii Ramadhani yetu iende salama, ikawa yenye heri na tuweze kuimaliza kwa wema kabisa inshallah. Hao ni vijana wa Kitintale, lakini mwisho kabisa tumrudishie hapa Bwana Turam ambaye yeye ndio kiongozi mkuu wa jambo hili, basi atasema lile la kufungia na kisha baada hapo basi tutaendelea na vipindi vingine inshallah. Nashukuru sana nimepewa fursa hii na namshukuru ndugu yangu Mzamiru kunipa fursa. Mimi ni mwanaharakati na naendeleza harakati nyingi. Harakati ya madrasa, kuna madrasa nasimamia, sihitaji hela mtu. Media mnaniona, sihitaji hela mtu, kuna vifaa vinavyohitajika, sichukui hela, chochote ulichokopo nacho na Mwenyezi Mungu alikujalia wewe lete. Namba zangu zipo za simu kama nitataja, sihitaji unipe hata shilingi 100. Ila kuna madrasa Asanaini naisimamia. Mimi ndo msimamizi wa hilo darasa. Kama kwenye media mnasikia, sihitaji hela mtu. Nahitaji vifaa, nipigie simu na kuleta na kupeleka sehemu husika. Na sio madrasa moja, madrasa nyingi tunazisimamia. Na sisi Kitintale na maskani nyingine ndo harakati zetu hizo. Kwa sababu dini wengine wanapambania wanavyojua wao na sisi tunapambania kwa staili hii. Zaidi shukrani sana. Tupo pamoja jamani. Bwana wa Kitintale akiongozwa na Ramadhani, wao wanafanya majambo mengi. Moja ya jambo zito kabisa walilobeba, ziko madrasa ambazo wanazisimamia na zipo katika harakati za maboresho katika ujenzi, lakini wao hawahitaji pesa ya mtu, ila wanahitaji mtu ambaye mwenye nafasi basi aweze kuja, atakwenda dukani, atanunua kifaa kinachohitajika na kupeleka madrasani kwa ajili ya kuboresha madrasa hizo. Wabillahi tawfik wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.